الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Muhadhara wetu huu wa leo, kama ambavyo imamu alivyotoa maelekezo, ni muhadhara unaozungumzia safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas kule Jerusalem, Palestina. Yangu itakuwa ni hiyo sasa, kutoka pale kwenda huko na kukabidhiwa sala, atakuja msemaji mwingine. Safari yenyewe jina lake inaitwa Isra. Kwa lugha za watu wa pwani ilitokea mwezi wa mfungo 10. Katika lugha ya Kiarabu mwezi wa Rajabu. Safari ambayo imepata bahati mbaya sana, kama ambavyo mwenziwe pacha wake amepata bahati nzuri. Safari ziko mbili ndani ya mfungo 10 mwezi wa Rajab, Al-Isra wal Mi'raj. Mara nyingi Waislamu wakipata watoto mfungo 10 wanamuita Mi'raj, hayupo anaitwa Isra. Wakati hizi ni safari mbili, kama ambavyo amepata bahati mbaya Mtume Lutu ya kupata jina. Waislamu wanapata watoto watamuita Musa, Isa, Yahya, Yunus, majina yote ya mitume mpaka tunafika kwa Mtume Muhammad. Lakini wachache kusikia, hasa ukanda wetu huu, kusikia mtu kapata mtoto anamuita Luthi. Jina limepata bahati mbaya. Isra ni nini? Isra ni msafara uliokuwa wa spidi ya ajabu kutoka Maka mpaka Palestina, pale msikitini Baitul Maqdis. Ni msafara wa ajabu, unaweza ukaongezea ni msafara wa usiku. Msafara wa usiku uliokuwa na kasi ya ajabu kutoka msikiti wa Maka mpaka msikiti wa Palestina Baitul Maqdis. Kwa tafsiri nyepesi, ni msafara ulioanza msikitini na ukamalizikia msikitini. Ulianza msikiti wa Maka Baitul Maqdis, ukaishia msikiti wa Palestina kule Baitul Maqdis. Kwa wakati ule, kwa nini tumeutaja kuwa ni wa ajabu? Usafiri kipindi kile uliokuwa watumika ni farasi, punda ama ngamia. Watu walikuwa wakisafiri kwa kutumia usafiri mmoja kati ya hiyo, punda, farasi ama ngamia. Na watu waliokuwa wakitumia wanyama hao, spidi waliokuwa wanaitumia kutoka Maka mpaka kufika pale, kwenda peke yake ni mwezi mzima, ni kati ya siku 25 mpaka siku 31. Mwenye mnyama mwepesi mwenye kasi atatembea kwa muda huo kati ya siku 25 ndio anafika
mpaka siku 31. Hawezi mtu kutoka Maka kufika pale chini ya siku hizo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyatembea masafa hayo ya mwezi mzima. Kwa siku, kwa masaa katika usiku. Alinyanyua safari usiku, akafika usiku, akaunganisha safari nyingine ambayo mtaisikia kesho, akarudi safari hiyo, na akarudi tena usiku ule ule. Kafika watu wakiwa vitandani wanakoroma. Kwa spidi hiyo na kwa kasi hiyo, ndiyo maana ikaitwa safari ya kasi ya ajabu kabisa. Aya inayotutangazia safari hii, aya hii inapatikana katika surati Bani Israil. Subhana alladhi asra bi'abdihi layla min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Kwa wale manguli walimu zetu wa tafsiri wanatufundisha kuwa kila unapoliona neno subhana ndani ya Qur'ani, elewa kinachokuja mbele ni kitu kizito au si cha kawaida katika akili ya mwanadamu. Ndio inafunguliwa neno subhana. Kwa hiyo Allah kuyafungua maelezo ya safari hii kwa kuanza neno subhana, kwanza anataka akuthibitishie wewe utakayeisoma aya hii ukayaona yaliyotajwa ndani, au atakayesikia aya hii inatafsiriwa yakatajwa yaliyo ndani, kwanza unaandaliwa kusikiliza kitu ambacho si cha kawaida katika akili ya mwanadamu. Kwa nini? Tulieleza wanaotoka Maka kwenda Baitul Maqdisi kwa kutumia usafiri wa wakati ule ilikuwa kwenda siku 25 mpaka 31, na kugeuza kurudi pia siku 25 mpaka 31. Maana yake kwa uchache ni miezi miwili. Kama huna la kufanya, umekwenda umetua mzigo, safari umegeuza, ni safari ya miezi miwili. Kwa nini aseme subhana Allah? Kuonesha nguvu zake, utakasifu wake, uwezo wake uliozidia zaidi ya akili ya mwanadamu. Yani ni zaidi ya uwezo wako wa kufikiri. Anachokwenda kukitaja, utakasifu ni wa Mola ambaye asra bi'abdihi, aliyempeleka usiku kwa spidi ya ajabu mja wake. Lailan, ikaja tena neno laila kwa sababu al-Isra ni safari ya usiku. Kwa nini ije lailan tena? Subhana alladhi asra. Kwa nini tena mbele alilete tena neno lailan? Wataalamu wanasema hii ni liifadati tab'id, kwa masaa machache katika usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam safari yake hakupelekwa usiku wote, bali machache katika masaa ya usiku. Wakati wa nyuma, tunachukua akili ya kawaida, tulikuwa tunatoka Dar es Salaam kwa MV Maendeleo ama MV Mapinduzi tunakwenda Zanzibar. Tulikuwa tunatumia masaa mengi, lakini ukitumia ndege kati ya dakika 24 mpaka dakika 30 umefika, na zipo ndege zingine inatumia dakika 17 mpaka 19. Ukiyachukua yale masaa, akili ya kawaida haikubali. Lakini achana na hilo,
wale wanaokwenda Mwanza wayatazame masaa yale wanayoyatumia kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. For how long anatumia masaa yale mpaka anafika wapi? Mwanza. Ni zaidi ya masaa 18. Masaa 18. Lakini ukitumia ndege zile kubwa Boeing zinatumia saa 1 na dakika 10 mpaka saa 1 na dakika 14. Saa 1. Aliyepanda gari Dar es Salaam kutoka Mbagala, watu wa Pwani, anakwenda Mkuranga hajafika, huyu aliyekwenda Mwanza kashatua. Zile ndege za kawaida zinatumia saa 1:30 mpaka saa 1 na dakika 40. Bahati nzuri nimejaribu hilo kwa ndege ndogo hizi na ndege kubwa, kina Fast Jet, kina Air Tanzania, nimeona kumbe inawezekana hilo. Kama mwanadamu anaweza kutengeneza usafiri akashusha kutoka masaa 20-19 mpaka kwa saa 1:15, Mungu muweza wa kila kitu aliyojisifu katika surati al-Mulki, wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye Allah kwa kila kitu aweza kufanya anavyotaka. Tukienda katika surati al-Buruji kajisifu fa'alun lima yurid, ni bingwa wa kufanya vile atakavyo yeye. Na ukitaka kuamini Mungu anaweza, mtu mweusi kama Muharram akapata mtoto mweupe, mtu mfupi akapata mtoto mrefu, mtu mrefu akapata mtoto mfupi, mtu mwembamba akapata mtoto mnene, na mtu mnene akapata mtoto mwembamba. Hii yote ni uweza wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akasema subhana, amempeleka mwanadamu katika masafa hayo, sehemu tu lailan. Usomaji wa grama unajua ni tanwinu tab'id, sehemu ndogo katika usiku, yani maana yake hata robo ya usiku haikuisha, ni sehemu ndogo sana. Kwa nini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipelekwa? Akaalil mwenyewe, akataja sababu, linuriyaho min ayatina, lengo tumuoneshe sehemu ya aya, miujiza na uwezo wetu. Mungu ametaka amuoneshe Bwana Mtume Muhammad, na moja katika miujiza hiyo ni safari yenyewe moja, aina ya chombo cha usafiri 2, yaliyojiri ndani ya safari 3. Safari ni ya ajabu, usiku, masafa ya mwezi kwenda yakatumika hata masaa 2 ya kufika, kafika. Unadhani ni kwa nini? Ni muujiza wa pili, aina ya chombo cha alichokitumia katika safari. Mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitaja chombo gani alichokitumia. Alimtumia mnyama kaletwa, anaitwa al-Buraq kutoka peponi. Masahaba walipotaka kumjua mnyama huyo, Mtume alitaja maajabu zaidi ya 3 ya huyo mnyama. Akataja sifa, tawilu fauka alhimar, mnyama mwenyewe ni mrefu aliyemzidia punda, ni zaidi ya punda kwa urefu. Lakini waduna albaghli, mfupi yuko chini ya nyumbu. Anaendelea kumtaja, ni mnyama, lakini kwa sababu safari ni ya maajabu, lazima na usafiri nao uwe wa maajabu. Huyu ni mnyama,
lakini lahu janahani. Mtume anamtaja katika hadithi, yeye mwenyewe anasimulia ajabu ya kiumbe niliyemtumia ni mnyama, lakini mnyama ana mbawa mbili. Ajabu, mbawa ni za ndege, lakini leo mnyama anakuwa na mbawa, kuonesha safari si ya kawaida. Maajabu ya kwanza ni mnyama, lakini ana nini? Mbawa. Maajabu ya pili, yadau hafirahu inda muntaha tarfi. Waga ninawaambia watu, hata hii mambo ya mipira, refari angekuwa Burako hakuna wafunga penati. Angalia miguu 12, lakini mnyama huyu naambiwa anaweka mguu wake hatua moja pale linapoishia kuona jicho, ndio hatua moja. Mfumo wa kutembea huyu mnyama, anakimbia kwa miguu, lakini kwanza anakwenda angani kama unavyoona ndege. Anakwenda angani kabisa, ile pap, for few seconds yuko kule, kwa visekunde vichache yupo kule, alafu ndio anapiga safari. Anakwendaje? Unyayo wake wa kwanza, hatua ya kwanza anakanyaga pale linapoishia kuona jicho. Kama mbele hakuna kitu, achana na mnyama huyu kuwa yuko angani. Wewe kama huku mbele hakuna kitu, huwezi kufikia kuona Kariakoo, alafu unasema mguu wako wa kwanza Kariakoo, twende huku. Ukiona mbele pap, hatua yako ya kwanza Kimara, hatua ya pili Kibaha, hatua ya tatu Chalinze, hatua ya 4 upo Morogoro. Ndani ya Morogoro utakwenda kwa dakika ngapi? 3. Ungekuwa una pawa hiyo. Kwa hiyo kwanza ondoa shaka kwamba inawezekanaje safari ya mwezi mzima eti huyu aende kwa visaa vichache. Mfumo wa usafiri, mnyama ana mbawa. Ajabu nyingine, kwa too yake anakanyaga linapoishia kuona nini? Jicho. Ajabu ya 4, zile mbawa. Kwa kawaida ya ndege mbawa ukaa wapi? Mbavuni, sio? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mnyama huyu mbawa haziko katika mbavu, mbawa zipo kwenye mapaja. Lahu janahani fi fakhidhaihi, ana mbawa 2, mbawa zenyewe zipo katika mapaja. Ajabu kabisa, mnyama alafu ana mbawa, mbawa zenyewe zipo kwenye mapaja. Anakwenda angani ile pap, akitupa jicho. Hatua ya kwanza Kimanzichana, hatua ya pili Kibiti, hatua ya 3 Somanga, hatua ya 4 kwa watani zangu ashabu gesi wa Makonde. Ndani ya dakika 4 yupo kusini. Kipande cha kwanza. Kipande cha pili, ukitazama falsafa yake ni falsafa ya maqasidu sharia. Jenzi, sikilizeni vizuri. Katika sharia kuna kitu tunakiita maqasidu sharia al-5. Ni 5 goals for Islamic religion. Uislamu hauendi tu. Uislamu una malengo, na malengo yake makuu ni 5 ya Uislamu. Ukiwa kama Muislamu, tuliza kichwa chako. Tunasoma Isra, siendi kwenye Miaraji. Uislamu una malengo. Dini hii imekuja, ina kazi maalumu, na kazi zake kuu ni ngapi? 5. Kazi ya kwanza, hifdhu dini. Kila anaitwa Muislamu anatakiwa apambane kulinda dini na heshima yake. Heshima ya dini ilindwe, yaani wewe na dini, namba 1 iwe nini? Dini.
Dini lazima ilindwe. Nafsi yako ipoje kwenye dini? Akili yako ipoje kwenye dini? Ukijiita Muislamu tu ujue una mambo matano uyafuatilie katika maisha yako. Na jambo la kwanza ni nini? Hifdhu dini, ni kuilinda na kuitunza dini. Lengo la pili, hifdhu nafsi, tukiwa tunaitunza dini. Namba mbili, kumlinda mwanadamu mwenyewe, ambako ndo tunakwenda katika Isra. Hapo kwenye nukta hiyo ndo tutarudi katika Isra, kisa ambacho tupo nacho. Lengo la pili ni kumlinda Uislamu unamtaka kila Muislamu ahakikishe mwanadamu mwenzake anakuwa katika amani na salama. Kwa nini? Hifdhu dini min daruriyati lislam, kuilinda dini ni katika vitu vya lazima katika Uislamu. Moja. Mbili, hifdhu nafsi min daruriyati lislam, kumlinda mwanadamu ni katika vitu vya lazima katika Uislamu. Mwanadamu walindwe, sawa yupo hai ama amekufa, mwanadamu afanywe nini? Alindwe. Na ndio maana katika sharia, mwanamama mjamzito mwenye mimba pevu akifariki, tunatakiwa vipimo vya kidaktari vituambie yeye kashakufa aliye tumboni. Madaktari wakituthibitishia kwa uhakika wa vipimo aliye tumboni kafa, hatuna sababu ya kumpasua. Tunampasua, tunagombolea nini? Alindwe mwanadamu, tunakwenda kumzika hivyo hivyo na mimba yake, hata kama mimba ilifikia miezi 11. Lakini kwa sababu kashakufa aliye tumboni, kwa nini tumpasue? Tunanusurisha nini? Lakini ikitokea aliye tumboni wanatuambia madaktari yupo hai, tunarudi katika nukta hii, hifdhu nafsi, tunamlinda aliyekuwa hai, tunampasua ili tumtoe huyu akazikwe, huyu apate kuishi. Tunampasua kwa sababu ya kunusuru uhai wake. Kama kashakufa huyu mama yake, tunampasua kwa lengo lipi? Mwanadamu alindwe. Harakati za kibiashara, harakati za kidini, harakati za kisiasa, iwe itakavyokuwa, baada namba moja dini, kitu cha pili tuhakikishe tunatazama usalama wa nani? Mwanadamu. Harakati zako za kisiasa kama hazizingatii usalama wa mwanadamu, tuna mashaka na dini yako. Kwa uzito wa mwanadamu, kwa uzito wa mwanadamu, even katika traffic, kwa madereva wanajua, ikiwa waendesha gari, ndani ya gari una watu 3 4, lakini anatokea mtu mmoja hapa mbele, mlevi anayumba, ima umkwepe mlevi uitie mtaroni gari mlio ndani watu 4 5 mufe, au umgonge yule mmoja kunusuru wengi. Trafiki wanakwambia gonga yule nusuru wengi, na sheria ya dini ndio hivyo hivyo, kwa kuwalinda wanadamu. Kwa kuwa hawa wengi, yule mmoja nusuru hawa, poteza yule. Innal maslahata al-amma tuqaddamu ala al-maslahati al-khassa, katika kanuni ya sheria maslahi ya wengi yapewe kipaumbele kulikoni maslahi ya watu wachache. Sasa sijayamaliza yale matano, na hofia sio mada yangu, nisije nikala dakika huko. Nipo katika kipengele ninachokikusudia, kumlinda mwanadamu. Natamani nimpate mtu mmoja, dereva wa bodaboda, tupo kwenye Isra, usisahau safari ya Bwana. Nimpate dereva wa bodaboda ambaye anatembea highway, wakati huo huo upepo unavuma kwa spidi ya bodaboda. Kama kuwa na kitu, kuna hatari dereva wetu huyu aje kupata kifua kikuu kwa sababu ya upepo mkali. Hiyo ni msafara wa chini. Na wataalamu wa anga wanajua ili uende juu zaidi
lazima kuna vifaa maalumu uvae kwa ajili ya kucontrol hali ya hewa ya kule. Vinginevyo ukitaka kufanya hivi unarudi chini, na ndio maana hata jiwe ukirusha pap, jiwe linarudi chini. Lakini kawaida ya anga kipande hiki, kadiri unavozidi kwenda juu, hali ya hewa ndio inazidi kubadilika. Kwa sababu hiyo basi, tukirudi katika nukta ya pili katika zile nukta 5 za sheria kumlinda mwanadamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika safari hii, malaika waliokwenda, Mtume anasema walikuwa ni watatu, Jibril na Mikail. Akasema Bwana Mtume, wa maahuma malakun akhar, wanawachuoni wamemkadiria kuwa ni Israfil. Kulikuwa na malaika wengine watatu kati ya hawa wawili ambaye atajwa kuwa ni Israfil. Walimchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam wakampeleka usawa wa kisima cha maji ya Zamzam ambacho leo kimekuwa kama Dawasko. Ni eneo sasa la kusupply maji kutoka Maka. Maji ya Zamzamu yamefika kwa mabomba mpaka Madina. Zamani haikuwa hivyo, kisima kinabaki kuwa nini? Kisima. Walimpeleka pale kisima kama pale, akalazwa hapa. Mtume akafanyiwa operation, sio kwa kisu cha ukindu na wala sio kwa kisu cha dokta wa Muhimbili. Walitumwa na mwenyewe Rabbul Izzati wal Jalal, wakamfanyia operation ya kimungu. Akasafishwa Mtume, anaandaliwa kwa ajili ya safari ya wapi? Ya anga. Ukienda kama ulivyo ufiki na utakufa. Anaandaliwa kana kwamba sasa ndio anavalishwa mitungi ya gesi kukabiliana na hali ya hewa ya wapi? Ya juu zaidi. Safari ya ajabu, usisahau. Alisafishwa Bwana Mtume Muhammad, vikatolewa takataka, akaandaliwa, kisha ulisafishwa moyo wake. Kwa riwaya, Jibrilu alimtuma Mikail alete jagi 3 ya maji ya Zamzam kuusafisha moyo wa Mtume, kuweka sawa sawa. A, anakwenda kwenye hali ya hewa sio ya kawaida. B, anakwenda kukutana na Mola wake Jalla Subhana. Kwa lengo hilo panahitaji maandalizi. Fikiria hata wewe, nadhani hapa leo umekuja msikitini kwa sababu umekuja kumsikiliza Mziwanda, lakini naamini ukiitwa wewe leo anakuita mkuu wa mkoa, utatafuta nguo mzuri. Unaamini hii nikienda nakwenda kwa heshima. Huwezi kwenda na mjezi wako wa Simba huo wala mjezi wa Yanga, utatafuta nguo na ukifanya maskhara, kama taarifa unayo mapema, siku 3 kabla hizo nguo zitakuwa zishanyoshwa. Asisogee mtoto hapo wakati ya vumbi. Kwa nini? Nenda kukutana na mkuu wa mkoa. Sikwambii tena ukiitwa na rais ndio ai. Na hasa kama ndio na message kakutumia na kuhitaji kesho Mziwanda, hiyo message ukifanya maskhara ufuti miaka 6. Usinichukulie poa. Unaona rais mwenyewe katutumia message, unaona fahari. Sasa kama message watu wanatanua, katumiwa message tu na mufti. Sikwambii rais, mufti. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, safari yake anakwenda kukutana na Mola wake Jalla Subhana. Maandalizi yalikuwa si ya kitoto. Aliandaliwa, alisafishwa, kisha riwaya inasema ile ngazi Mikailu alipoiweka, Mtume anataka kupanda, buraku kidogo akawaelewi, huyu anataka kupanda, huyu nani? Riwaya yasema Jibrilu alimshika katika eneo la hapa, akaongea na buraku, akamwambia fa wallahi ma rakibaka khalqun akramu ala Allahi min hadha, hajawaipo kukupanda wewe kiumbe yoyote aliyemtukufu zaidi kumzidi huyu wa leo. Leo umepata zali.
buraku wakatulia, Mtume akapandishwa, safari inaanza. Malaika kulia, escort kama ya rais, malaika kulia, malaika kushoto, malaika mbele. Mtume na buraku wanakwenda kwa spidi ya ajabu, wanatoka Maka wanakwenda Palestina. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa. Msafara haukuwa wa kawaida. Wazee wetu hawa, mzee kama yule na wazee wenzake wengine, zamani kila kitu ukiwauliza wanayo tarehe. Mtume kazaliwa mwezi gani? Wazee kama hao watakuwa, hata kama hajakwenda madrasa atakwambia kazaliwa mwezi kadhaa, tarehe kadhaa. Miraji ilitokea mwezi gani? Wazee watakwambia mwezi kadhaa, tarehe kadhaa. Kila kitu wazee wanakwambia. Ndivyo walivyolelewa hivyo anadhaka. Sikwambii leo watoto umri huu, bali umri wetu unaweza kumkuta Muislamu anajinasibu ni Muislamu, hata mwezi wa safari ambayo swala ililetwa haujui swala ililetwa ndani ya mwezi gani. Waislamu wale wengi hawajui, na hata wakiambiwa kuna kisa cha kuja kusimulia hayo, Muislamu ana mpango, yuko bize. Kule katika Ijumaa Mungu alimwambia Bwana Mtume Muhammad, alimpa agizo, kawaambie hao wafuasi wako akina Mziwanda, akina Imamu Pembe, kawaambie na watu wao wajue, qul ma inda Allahi khairun min allahwi wa min at-tijara. Neema, raha, furaha zinazowasubiri mbele ya Allah ni bora, ni tamu kulikoni hayo mambo yenu ya biashara, wala kulikoni mambo yenu ya michezo ambayo mnachanganyikiwa nayo. Hapa watu wamepungua, mashallah tuko wengi, lakini naamini tungesema leo anakuja kutusalimia hapa msikitini Mpanzu, Pakome, pangekuwa tika tika. Anakuja Pakome msikitini, watu tika tika. Huko kungine mbali, tuseme tu huyu bwana mdogo Diamond, mpaka wazee asingevaa msuli mtupu, ndani angeweka pesi ya jinsi isije kadondoka. Hata kuja kumwona nani? Diamond. Lakini leo tunakuja kusoma moja ya historia ya mwalimu wetu, kiongozi wetu, muombezi wetu siku ya Kiyama, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu katoa salamu ya pili, mguu wa pili unanyanyuka, anawahi kwenye biashara. Qul ma inda Allahi khairun min allahwi wa min at-tijara. Unashindwa kusitisha biashara kwa muda fulani umsome mtume wako ama Uislamu wako. Hii ni dalili Uislamu wetu uko chini sana. Amin nawai nakaa Mbagara. Unakaa Mbagara hivi, ingekuwa saa hizi inakuja Real Madrid hapa, si ungekuwa tayari hata kurudi asubuhi? Nyinyi watu wenye umri unaofanana na mimi na walio chini yangu kidogo na walio nizidi, mnakumbuka miaka fulani 10, 15, 20 nyuma, kuna mmoja katika wapiganaji wa huko Ulaya huko alipigana sijui karibu na alfajiri, watu walikesha. Au mmesahau? Watu walikesha, alafu Mungu akawaonesha, akawashikisha adabu. Watu hawakulala mpaka sijui kwa saa 8, 9, sijui 10, alafu ile ngumi watu walipigana kwa dakika hizo, ngumi imeisha, kashapigika mtu. Watu wanaongea mpaka hatari sana, yule jamaa anapiga, alikuwa mwana gani yule? Tyson na mwana mwingine, mwana gani sijui yule. Watu wamekesha. Lakini ushahidi wa pili, ile kuona kwamba Simba na Yanga wanacheza kesho, basi kuanzia saa 1 watu wapo uwanja Taifa asubuhi, wanafika kwao 5 ya usiku. Tulivyokuwa mazezeta. Ndio maana unakuta kwamba dunia imetushika mpaka mtu anaweka bondi mkewe, amtufungi.
Hamtufungi, mkitufunga chukua mke wangu. Unacheza wewe? Unawawekea dhamana wanadamu wakiamua kuuza. Au siku hiyo wameamka wote wanaumwa, huyu ana malaria, ana typhoid, huyu ana nini, mwingine anaalisha, hawezi kukimbia pale na wasiwasi vingine vitadondoka, wanakula tu 4, 5, 6. Wewe ushaweka bondi mkeo. Hivi wewe mzima? Huwezi kuweka bondi. Anayejitambua hawezi kuweka bondi mkewe. Shehe, mke kitu hatari shehe. Hao mashehe na ushehe wao, usichezee kwenye mke. Aya zote zitasaulika ukichezea kwenye mke. Na muungwana starehe yake bwana we. Muungwana sasa starehe yake. Unachezaje kwenye starehe ya muungwana? Vijana wanasema kama mbwai na iwe mbwai. Safari hii ndugu zangu katika imani, mengine mtayapata kesho inshallah, ilitokea katika mwezi kama huu wa mfungo 10 kwa jina la Kiarabu Rajabu. Mwezi wa mfungo 10 kwa jina la Kiarabu nini? Rajabu. Lazima uijue historia. Mwezi huu ndio imepatikaniwa ibada ya swala 5 ndani ya mwezi kama huu. Kupitia safari hii ndio zikapatikana swala 5 ambazo kesho mtasimuliwa asili yake. Tulipewa kwa siku tuswali swala 50. Alafu wewe unamchukia mtume, umshangilii, humsifu, humswali. Shekhe, hii mtume kaombaomba, hii zilikuwa swala 50. Leo zimebaki ngapi? 5. Hizi 5 zenyewe nanga inapaa 5. Lakini zilikuwa swala 50, si ilikuwaje? Watakuuza ndimu hamna. Dakika 5 Allahu akbar, Allahu akbar. Unakuja ukimaliza ukienda kukaa dakika Allahu akbar, Allahu akbar. Mpaka zinatimia siku moja swala ngapi? 50. Kesho mtakuja kusimuliwa. Mtume kila akipanda akirudi anakutana na Musa. Vipi? Nimepewa swala 50. Wewe na hivyo angalia ngoma hii. Nabii Musa akitazamwa yule kule futi 22. Mtu mpana namna kama mimi tunaingia 9. Anaambiwa si tulipewa swala 2 tu kwa siku na hatukuweza. Umma wa Nabii Musa ilikuwa rak'atani bilghadati wa rak'atani bilashia. Asubuhi raka 2 na jioni 2, na walishindwa swala 2. Nyie 50 rudi kaombe kwa Mungu punguzo la bei. Zikapunguzwa 5 mpaka zikabakia 5. Hamuwezi nyie watu kilo 7. Wakati wa Nabii Musa mtu anafika kilo 750. Nyinyi mtaweza swala 50 nyinyi? Kamwambie Mungu 5 pia hatuwezi. Yani kana kwamba Nabii Musa alikuwa anataka sisi kwa siku tuswali swala hiyo. Lakini kawaida ya mwanadamu, ahabbu shay'in ala nasi fi'lu ma muni'a. Kinachomfurahisha sana mwanadamu kufanya alichokatazwa. Mungu angesema marufuku kuswali, basi watu wangekuwa na swali kweli kweli. Lakini Mungu aliposema swalini ndio tunagoma. Mungu akasema jamani zinini sana, mfanye zina kweli kweli, watu wote wangekataa, wangeuchuna. Lakini Mungu kakataza, tazama watu wanavyochemka na zina. Nilisema mahala pamoja, Mungu angefanya sisi wanamume viungo vyetu hivi vingekuwa kama sabuni, kuna watu zishaisha. Sabuni za vipande si zina tabia ukifulia inakuisha Basi namna watu wanavyotumia vibaya, ingekuwa saizi wengine washamaliza, baki kaa kipele, mwingine kama kitovu, mwingine na waonea gele wenzie. Wewe bado unayo? Mimi imeisha siku nyingi. Kwa namna wanavyotumia vibaya. Unamkuta kijana na miaka 42 anakuambia kashatembea na wanawake 320. Lakini Mungu kwa ufundi na mapenzi yake aishi bwana. Kwa nini? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Safari hii kama tulivyoieleza na kurudisha buraku ni mnyama, lakini mnyama mwenyewe cha ajabu ana mbawa. Lakini pia mbawa zenyewe haziko mbavuni, ziko wapi? Mapajani. Mfumo wake wa safari, anakwenda angani juu, ananyanyua kichwa, jicho lake linapoishia kukoma ndio anakanyaga hatua ya kwanza. Kama ndio penati ingekuwa miguu 12,
hapa na Marekani. Yadau hafirahu inda muntaha tarfi, anakanyaga unyayo wake pale linapoishia kuona jicho lake. Walikwenda riwaya, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, tukafika eneo dhata nakhlin, lina mitende kweli kweli. Walipofika hapo, buraku alishushwa kwa amri ya Jibrilu, akaambiwa Mtume, enzil fasalli, teremka piga rakaa 2 za sunna. Somo jipya. Alipomaliza wakaanza safari. Mwalimu, kwa maana Jibrilu, anamuuliza mwanafunzi, haya, unajua uliposwali panaitwaje? Somo la kwanza, adabu ya mwanafunzi kwa mwalimu aliionyesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanafunzi wa siku hizi, yani mwalimu ataja meza mate hajatua kwenye kituo washanyosha vidole wanafunzi 9. Lakini Jibrilu, Mtume hakumuuliza. Jibrilu yeye ndo kamuuliza Mtume, unajua wapi uliposwali? Kwa sababu yeye anachukua elimu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza kuuliza kwa kupitiliza. Katika jumla ya mambo yaliyowatia katika majanga na kuangamia watu waliopita, moja katika sababu kuuliza. Mambo hayo wanafanya watoto. Akiuliza, baba hii nini? Anambia ndevu hiyo. Ndevu? Mbona mimi sina? Huyo mtoto. Lakini mtu mzima unatakiwa uwe mtulivu mpaka ifike wakati uambiwe sasa ni muda wa kufanyaje? Wa kuuliza. Sikwambii tena Waislamu wa leo aoni tabu kumwambia imamu wao, oya, unatuzingua shehe, shuka huko. Wenyewe wanaona ndio dini. Wewe unafikiri Mtume angekuwa na masahaba mafedhuli kiasi hicho kumwambia Mtume unatuzingua, Uislamu ungefika huko? Walikuwa na nidhamu. Waumini wa siku hizi wanataka wawaendeshe mashehe. Waumini wote wa siku hizi sifa zao, shehe imamu anaendeshwa. Inafika Ijumaa asubuhi, shehe, alo, salamu alaykum. Salam. Shehe, niambie leo una hotuba gani? Leo nataka kuzungumzia umuhimu wa kuheshimu wazazi. Achana na hiyo. Nataka hotuba nyingine. Nini? Zungumzia kitu fulani anachokitaka wao. Na wewe tena unaogopa kufukuzwa msikitini. Haya, nimekuelewa mwenyekiti. Nyima shehe. Haiwezekani. We mwenyekiti kaa kwenye kiti. Habari ya ushehe niachie mimi. A'til qausa bariha. Tukienda kuwinda polini, upinde na mshare mpe mtaalamu mwenye shabaha. Hatukupi wewe kwa sababu unaswalisha huko, hatuji kuswalisha, unatafuta kitoweo. Shehe kaa huko, tia Fatiha, anapewa mtaalamu wa shabaha. Na tukija msikitini kwenye kuswali tunamwachia imamu. We mwenyekiti, we mshika hela, we kazi yako kushika hela, habari ya swala ikuhusu. Ndio wale ninasema anakaa kule na tumbo lake namna ikalala, kwa sababu yeye ndio mweka hazina, hela anatoa yeye. Imam, swala. Ebo, mbona mimi sisemi mweka hazina mshahara, mweka hazina posho? Mimi mbona sisemi? Kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Na Waislamu wa siku hizi hawataki maneno ya kuzungusha. Wewe wapige, wajue taratibu. Tunaheshimu viongozi, lakini kiongozi anatakiwa kila mmoja akae kwenye nini? Mtume Muhammad, tunaambiwa safari yake hii ilikuwa iskoti yake malaika wangapi? 3. Lakini aliyekuwa anatoa kauli ni yule kiongozi ambaye ni Jibrilu. Malaika kiongozi Jibrilu ndo alikuwa anatoa kauli. Sio hao wengine sema hebu hapo asiswali hapo kule, asogea kidogo. Wale wengine wote walikuwa wanasikiliza. Kiongozi anasema shuka, hakuna kugoma. Sehemu ya kwanza kwenye mitende, Mtume kasali rakaa 2, kisha karukia mnyama buraku, wanakwenda. Akaulizwa, wajua umeswali wapi? Sijui, pale panaitwa Taiba. Wa ilaiha almuhajara.
Yani taarifa anapewa kabisa, na mahala hapo ndipo utakapokuja kuhamia baadaye. Wakati huo Mtume Muhammad tunasema alikuwa anaishi wapi? Maka. Anaambiwa hapa ndipo utakapokuja kuhamia Taiba, jina lingine Yathriba. Na kweli Mtume akahamia hapo hapo Yathriba, na kwa kufika yeye mji ukabadilishwa jina, ukaitwa jina lake Madinatul Munawwara, ndio mpaka leo Madina, yani mji uliojazwa nuru. Jina hili limetoka baada ya kuhamia Mtume. Zamani halikuwa linaitwa jina hilo, palikuwa panaitwa Taiba ama nini, Yathriba. Safari inaendelea, vidakika vichache hao chuma kinaingia Madiana, mji alioishi Mtume Shuaib. Anaambiwa teremka hapo, gonga mbili hapo, rakaa mbili. Mtume anateremka akaswali rakaa mbili. Twenzetu, haya, unajua na leo umeswali wapi? Nitajua aje mie. Haya, hapa panaitwa Madian, mji wa Nabii Shuaib. Wanakwenda hiyo ya pili hiyo, wakafika sehemu ya tatu, teremka swali. Akapiga rakaa mbili, ya tatu hiyo, ingia. Unajua umeswali wapi? Sijui. Hapo uliposwali panaitwa Turi Sina, haithu kallama Allahu Musa, eneo ambalo Mungu alimzungumza Mtume Musa. Wa hal ataka hadithu Musa idh nada rabbahu bilwadi almuqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Hapo kisa hiki swali pale mahala ambako Mwenyezi Mungu alizungumza na mtume nani? Musa. Sehemu ya tatu, wakaenda kama teremka swali. Mtume anatekeleza maelekezo ya nani? Mwalimu wake na kiongozi wa safari. Sehemu ya nne, teremka swali. Akazigonga mbili tu. Twenzetu, unajua uliposwali? Sipajui. Akaambiwa sallaita baita lahmin. Kwenye Biblia imetajwa hiyo, sallaita baita lahmin, umeswali mahala panaitwa Baitulehemu, haithu ulida Isa ibn Maryama, mahala alipozaliwa Isa mwana wa Maryamu. Sehemu ya nne, wanakwenda. Mtume anasema fabadati liya kusuru Shami, naona sasa yale majumba ya fahari ya Shamu naanza kuyaona. Usisahau akiwa mtoto wa umri wa miaka 12, Mtume Muhammad akiwa ni mtoto wa miaka 12, ami yake anatoka kibiashara. Tunazungumza mama yake kafa, Mtume akalelewa na babu yake mzee Abdul Muttalib. Alipokufa mzee Abdul Muttalib, babu yake mzaa baba, Mtume akachukuliwa na ami yake. Ami ni baba mkubwa ama baba mdogo, lakini Abu Talib ni baba mkubwa, kwa sababu katika watoto wanamume baba yake Mtume ndiyo mdogo. Kwa wale wote wanamume wote wale ni mababa wakubwa. Mtume analelewa na huyu babake mkubwa mzee Abu Talib. Anamuaga, anatoka msafara wa kibiashara. Unaenda wapi? Na kwenda Shamu. Mtoto anaanza kunungunika. Somo lingine, wazazi tunatakiwa tuwe na ukaribu na watoto wetu. Tuache ususuavu kwa watoto. Mtoto natakiwa apewe ushirikiano na mzazi wake, kama ambavyo mzazi anataka ajue kipaji cha mwanawe, ili umsapoti katika kipaji hicho, kama kipaji chenyewe hakikinzani na sharia, hakipingwi na Uislamu.
mtoto anaonekana anapenda urubani, baba pambana mwanao msomeshe huko, isipokuwa kama anapenda uchawi tu ndo usimsomeshe. Sasa mtoto leo hii haoneshi ushirikiano na babake, matokeo yake mtoto anakuwa na atifia na hisia na fikra, hana wa kumwambia. Ni mbaya zaidi na ni aibu mtoto mwanamume awe rafiki wa mama. Hii ni aibu, manake baba una mapungufu. Yani mtoto mwanamume analake, anataka kusema akimbilie kwa mama. We baba una shida gani mpaka make? Kama angekuwa binti tunasema labda nguo za ndani hawezi kumwambia baba, anamwambia mama. Mtoto mwanamume inakuwaje hana ukaribu na babake? Waislamu tuamke. Tunawapoteza watoto zetu kwa sababu hatukai nao. Hujui shida ya mwanao, hujui mazingira ya mwanao, unamuacha tu kama kuku wa kienyeji. Mara nyingi huwa ninasema kuku wa kienyeji, pamoja na kuwa si tunajisifu tunafuga, wale hatufugi, tunakaa nao tu. Maana ikifika asubuhi unamfungulia tundu, wewe viwanja na wewe viwanja, na ukirudi jioni ushangai kuna kuku wako kala ama ajala, unauliza yule jogoo mwekundu karudi? Yani unauliza kurudi, ulizi kula. Sasa unamfuga, unakaa naye, anaenda kujitafutia mwenyewe. Haya si maisha ya Muislamu kuishi na mwanawe. Kama tulijisahau ndugu zangu katika imani, tubadili mifumo. Mtoto huyu ajue baba leo nimemuudhi, umekasirika kweli kweli. Mbona baba jana na juzi yakuwa hivi, leo nimemkera. Mtoto aweze kukujua, baba nimemuudhi. Lakini ikishapita hilo, mtoto yule ajue nakaa na baba, unaongea naye vipi, mwanangu una shida gani na nini. Inatakiwa iwe hivyo. Sasa Bwana Mtume Muhammad akiwa na umri wa miaka 12, ami yake huyu babake mkubwa anamuaga, mwanangu baki salama na mamako, mimi natoka naenda kutafuta riziki. Analia, baba unaniachaje na mimi nichukue? Kana kwamba anataka aone kazi ya baba. Aanze mapema kwenye kusaka noti. Tunafuga mitoto mpaka ina miaka 30, haina kazi yote. Baba unahangaika wewe, una vitumbua maandazi. Mtoto ana miaka 25 bado unamnunulia maandazi. Bahati mbaya na kusoma asomi. Manake haya mwanao yuko anasoma chuo, sema huyu akimaliza degree tena, lakini sasa hivi bado na muhendo mwenyewe, yupo tu mtaani. Manake baba wewe una shida. Tusiwadekeze watoto, tusiwadekeze, sio dini. Mtoto ana miaka 12 analia, baba anaenda kuchakalika, anasema baba tufatane tukapige kazi pamoja, anamchukua. Kwa hiyo hapa tunaposema inaanza kumdhirikia majengo ya Shamu, Mtume anapajua Shamu, alishawahi kwenda mara ya kwanza, kafatana kibiashara na ami yake, kisha baada ya hapo uko mbele akapata kazi. Lugha za mjini. Maana kuna vitu watu wanaviona mtaani au leo tunavisikia tunaona kama vigeni, kumbe ukienda ndani ya Qur'ani unaviona. Mshangazi. Mtaani ya musikii kuna lugha ya mshangazi? Imo ndani ya Qur'ani. Mshangazi wa kwanza kutajwa ni Zulekha, mfalme wa Azizi wa Masri, anampenda kijana mdogo Yusuf, mshangazi. Warawadathu allati huwa fi baitiha wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu adh-dhalimuna. Yusuf anapendwa na mshangazi. Atuzungumzie kisa cha Yusuf. Lakini Mtume alipata kazi yake ya kwanza kafanya kwa mshangazi, Mama Khadija. Yani mtu anaona kama tu si maana mshangazi, manake mwanamke mkubwa anampenda kijana mdogo, au sio maana yake? Kwani Mama Khadija na Mtume mkubwa nani? Kwa istilahi ya matumizi ya mshangazi, Khadija mshangazi, sio mshangazi?
Usishtuke, we soma vizuri tu. Kuna lugha ya single mother, au muisikii single mother? Ukisoma katika Qur'ani, single mother katajwa ndani ya Qur'ani, mama yake Musa. Single mother yanamkuta yale wakati huo hana mume, kajifungua, anatafakari mwenyewe, huku watu wanauliwa, mwanangu namfanyaje? Atuzungumzie kisa hicho, turudi hapa. Kwa hiyo Mtume inaanza kujitokeza yale majengo makubwa makubwa ya fahari ya Shamu, anapajua hapa ni pale. Kashakuja safari ya kwanza na ami yake, lakini kashakuja mara kadhaa kuja safari za kibiashara na Maisara. Wakati huo anafanya kazi kwa mama nani? Khadija, kabla mama Khadija kumpenda Mtume. Na hapa wananong'oneza maneno chini chini, msiwaambie watu. Ukifanya kazi ya dini kama hujatongozwa, hujafanya kazi. Hawa mjasikia? Kama unafanya kazi ya dini hujatongozwa, hujafanya kazi. Shida ipo wapi? Wewe umetongozwa kwa ajili ya lipi? Mtume katakiwa ili aoe, amuoe. Sasa wewe tena mitihani, wanakutaka hivi hivi. Mwenzio Mtume sallallahu alaihi wasallam alitakiwa kwa nini? Kwa ndoa. Wewe unatongozwa hivi hivi. Shehe mambo, au kiswalisha mioko moyo chaka chaka chaka, watakuua. Au watakuua, usiseme zali, watakuua. Wakupende, lakini kwa ajili ya nini? Ya ndoa. Sasa ukipendwa, iwe na hawa dogodogo au mishangazi, kukubali ni sunna na kukataa ni sunna. Hujaelewa? Ukitakiwa kukubali ni sunna ya Mtume Muhammad, alikubali kwa Khadija, au sio? Lakini yeye Mtume hakukubali kufanya upuuzi. Yeye tena alikwenda kumwambia ammi yake Mzee Abu Talib, yule bosi wangu mama Khadija kakolea na piskali. Ndio. Unanambiaje wewe Muhammad? Ananipenda eti ananitaka niachie mimi hilo. Akalitengeneza posa, akaenda babake. Wazazi hapo, someni hapo. Yani Abu Talib ndio kaenda kupeleka posa kwenye familia ya mama Khadija. Posa za siku hizi mtoto anawatuma watoto wenzie, wewe unakuja kwangu kuwa mimi nakubali, nitakufukuza hata kwa mikwaju. Siozeshi wauni mimi. Lakini kwa sababu siku hizi tunawafananisha mabinti zetu sawa sawa na nyanya Masaro, hata akija chizi yeye tu na bora unianue ngoma juani. Haiwezekani shekhe. Nani kaja kuleta posa ya huyo? Anayeleta posa yeye mwenyewe hajawahi kuoa. Yani inakuwa kama hao watu wanaokwenda siku hizi katika kicheni madai. Yani anakwenda kumfunda mwali, yeye mwenyewe kashaachwa mara 7. Huyu mwali anakaa kwa mume huyu. Anakwenda kupiga dufu, anakwenda kumfunda mwali, yeye mwenyewe kaachwa mara 7. Nikwambie, ukakae uko mbilini, sina nini, mara anageuza za Kizaramu za kina Shepembe, anamnongoneza. Ukibeba mtoro wa kuni moja kamata mkononi, anaweza kutokea nyoka ukaulia. Ukibeba dumu kubwa dogo kamata mkononi, ukijikwaa yale yanamwajika, haya nakusaidia. Yani ukiwa na mume na wapembeni wa hivi hivi yani huyo ndo anamfunda mwali hivyo. Ndio tunapata hivi vizuda vinavyotutabisha majumbani huko. Mke wa ustazi anatoka akachomekea dira kwenye chupi. Kuna mke hapo? Wallahi shida hizi. Almuhimu, katika tukio hili, hii ni sehemu ya 4 ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam pia Mwenyezi Mungu alimkusanyia la jisman ruhan, kiroho, mitume wote kiroho, akawasalisha pale Baitul Maqdis rakaa 2. Na hapa tunapata jumla yake maeneo aliyoswali bwana Mtume katika safari hii ni maeneo mangapi? 5, ambako leo tunaita Madina, Madian, Misrio, Turi Sina, Baitulehemu na msikiti wenyewe Palestina Baitul Maqdis. Maeneo mangapi?
5. Alipokwenda juu kapewa, karudi na swala ngapi? Lakini biwasfin wajisi, muda wetu tayari, na mimi kila siku nawaambia kina Shehe Pembe, mimi gari yangu ya kichina kwa ng'aa, kadiri inavyotembea ndo inapata moto. Yani mimi mwenyewe naona ndo naanza sasa na muda ushaisha. Na ndio kawaida, vitu vitamu sana vyote utamu unakuwa mwishoni. Vitu vya kuigiza vyote vinakuwa kaa bigiji, unaanza utamu mwisho uchungu, kaa bigiji. Sasa na mawaidha vile vile ni katika vitu vitamu, inanoga mwishoni, alafu wabillahi tawfik. Almuhimu, kuna cha kujifunza pia katika haya maeneo 5 Mtume aliyoswali kwa lugha nyepesi na muda umekimbia. Tabarukan, Mtume alitabaruku. Kuna watu wanawaambia watu hakuna kutabaruku. Mtume kaswali maeneo yale msikitini mule. Hapa kazaliwa Isa, swali. Hapa Mungu alizungumza na Mtume Musa, swali. Alitabaruku eneo tukufu. Al-Imamu Tajuddin Subki alipokwenda Damaji Darul Hadith, akauliza mahala gani Imamu Nawawi alikuwa anakaa kusomesha somo la hadithi. Alipoambiwa maeneo haya, mji ushabadilika na eneo, na lile eneo lipameboreshwa, akaambiwa eneo hili, akasema hapa mimi nitaswali rakaa 2 na tabaruku, eneo ambalo mwanachuoni mkubwa Abu Zakaria alikuwa anaketi kwa kusomesha watu hadithi za nani? Za Mtume Muhammad. Kutabaruku. Sisi kwa bahati mbaya hatujabahatika kumuona bwana Mtume Muhammad, hatujabahatika kukutana na wanafunzi wa Mtume kwa maana masahaba. Lakini kuna mtu unamuona na unamdhania kwa moyo wako, huyu mtu wa kheri, kakaa mahala, unaweza ukatabaruku na wewe ukakaa pale kufanya nyiradi zako, alikaa mtu wa kheri, unamuona kwa dhana yako, huyu mtu wa kheri. Unaweza ukampata maji, nifanyie dua, akaombea dua akakupa. Yani unamuona wewe huyu ni mtu wa nini? Wa kheri, kutabaruku. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo tabaruku alionyesha. Kuna kitu kinaitwa atahaniku. Ngoja kidogo niwachangamshe, samani Shehe Pembe, niwape kidogo kisa. Al-Ummu Rumaidha, mama yake Anas ibn Malik, mumewe alipokufa katika safari ya kibiashara, anatajwa mama yule mwanamke wa Madina, mama yake Anas ibn Malik, sahaba huyo. Wanasema yule mwanamke alikuwa mzuri, hatari kabisa, kilikuwa chuma. Alipokufa mzee Maliki, watu walikuwa wanamuogopa. Mmoja katika matajiri maarufu anajulikana leo katika historia, anaitwa Abu Talha, alikuwa tajiri katika matajiri wa Madina. Akaenda kumposa Abu Talha, wakati huo hakuwa Muislamu. Mama huyu, mama yake Anas ibn Malik, akasikitika, akamwambia, we, hiki sio kifua cha kuchezea, kifua hiki hawapandi makafiri. Sikiliza kisa hiki. Anakataa mume, na mume mwenyewe ni nani? Tajiri. Tuseme ukweli, tuseme taratibu, nyie mababa wa leo nyie na mimi nikijumlisha, anakuja kutaka kuoa binti yako tajiri, lakini sio Muislamu. Unasemaje? Wewe mwenyewe utaamua mwenyewe mwanangu, mimi nina taabu. Hela tena, njaa haimpendezi mtu kama suti. Lakini mama huyu anamkataa tajiri mkubwa kwa sababu sio nani? Muislamu. Alituma watu kwa watu, watu kwa watu, mpaka ikafika wakati mama yule akakubali kwa masharti. Alimwambiaje? Alimwambia, nimekubali unioe kwa sharti usilimu. Takwenda kutaka fatwa kwa bwana Mtume, ikiwezekana kusilimu kwako ndio mahari yangu, saki hela zako. Yule bwana akakubali, ndio anamuoa mamake Anas, ambaye baadaye alikuja kupatikana huyo Talha, akaja kupatikana Abdullah. Kisa chake ni kirefu, kitamu kweli kweli. Mama alikuwa nganga kwenye dini, na ndio huyu ukimsoma anatajwa katika hadithi iliyopokelewa na Bukhari na Muslim. Abu Talha alipokwenda safarini, wakati huo kashapata mtoto wake wa kwanza kwa mama huyu.
mtoto akapata maradhi. Mungu akajalia siku ambayo Abu Talha anarudi, mumewe ndio siku aliyokufa yule mtoto. Kamfunika, mke anampokea mumewe, anajiuliza nimwambie mtoto kafa? Akamuuliza mkewe, vipi hali ya mtoto? Anamwambia ametulia tu, baridi. Akumwambia kafa. Abu Talha akainjikiwa vimaji, si unajua kutoka safarini, akapewa vimaji, akaenda akaoga, akaandaliwa msosi, akapiga msosi. Baada ya msosi mwili umechangamka, chakula kimekolea, akapewa panado. Kama uelewe haya kuhusu mama shujaa, mtoto yupo kitandani amefariki, anajua mume wangu katoka safari, ni zaidi ya miezi miwili hayupo, kivyo vyote huyu karudi ana arosto. Kwanza nimalizane na ya arosto yake, alafu nitamwambia habari ya kifo. Abu Talha kapewa panado, arosto imekwisha. Alimwambiaje? Waru sabia. Abu Talha ndo anashtuka, nendeni mukamstiri mtoto, nendeni mukamstiri, kafa yule. Abu Talha alibadilika rangi. We mwanamke ibilisi we, mwanangu kafa, unaamua mimi kunipa panado? Usiku ule mtoto kenda kustiriwa, kazikwa. Abu Talha kavimba, asubuhi mapema kawahi kwenda kwa Bwana Mtume Muhammad, kaenda kushtaki, mke wangu kanifanyia hivi. Mtume akacheka sana, kisha Mtume akamwambia, Mungu abariki panado yenu mliomeza jana. Lugha hii mtakuwa mnaelewa kidogo. Ile panado yenu ya usiku Mungu aibariki. Alipozaliwa, kazaliwa mtoto mwanamume, mama anapewa, anasema simnyonyeshi huyu kabla hajaramba mate ya Mtume Muhammad, simtaki, mpelekeni kwanza kwa Mtume. Mtume akampokea kutabaruku, akachukua tende 3 ambazo alipewa Anas ambebe mdogo wake, na vitende 3 mpeleke kwa Mtume. Mtume alitafuna moja baada nyingine, kaisaga sana, akawa namlisha yule mtoto na kumwombea dua. Kala tende 3 zilizosagwa na meno ya nani? Ya Mtume, kutabaruku huko. Kisha Mtume ndo akatoa jina, akapewa jina lake yule mtoto Abdullah. Akiwa na umri wa miaka 6.5 ama 7, mtoto yule alikuwa kahifadhi Qur'ani yote. Kahifadhi. Wewe mwanao ulipompata alikuja nani? Ulimpelekea nani? Wewe mwanao, tukubaliane hapa, mwana wewe alikuja nani? Ulimfungulia buzuki, liliunguruma buzuki, mara siju panda juu kazibe, mtoto mchanga yupo ndani, mnamzibu wa ubongo. Au ndio watoto wa Uislamu wale. Matokeo yake linakuja toto, ukiliambia njoo linaondoka, ukiliambia nenda linakuja. Watoto wa buzuki. Mama alikuwa na msimamo kutabaruku. Kwa hiyo maeneo 5 yale Mtume katika safari hii aliswali kutabaruku maeneo matukufu. Mwenyezi Mungu ana maeneo mengi katika ardhi matukufu. Moja ya maeneo hayo ni yale maeneo 5 ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitakiwa kuteremka na kushuka. Tukikomea Baitul Maqdis kutokana na muda, basi tusimame hapa paadhiniwe, kama imamu ataruhusu kwenye haya kuuliza maswali walau 3 kheri, kama hajaruhusu mimi nikomea hapa. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.